Ninazungumza nanyi kuhusu nauli za kila siku. Ninazungumza kuhusu unga, mchele, samaki, mboga, maziwa, mayai na bidhaa muhimu mezani kwa mwananchi. Ninazungumza kuhusu mamalishe anayenunua bidhaa asubuhi na kuuza jioni. Ninazungumza kuhusu mfanyakazi anayelazimika kupanda daradara kila siku kwenda na kurudi kazini kwa mshahara ule ule ambao hujapanda. Lakini maisha yakiwa yanapanda bei, ninazungumza kuhusu bodaboda, bajaji, wafanyabiashara wadogo, wakulima, wavuvi, wasafirishaji na familia za kipato cha chini na cha kati. Leo wanabeba mzigo mkubwa zaidi wa uchumi baada ya hiki kinachoitwa upandaji wa bei ya mafuta. Ukweli wa haya yote ni kuwa kupanda kwa bei ya mafuta sio tu habari ya nishati, ni habari ya gharama za kuishi. Ni habari ya mfumuko wa bei. Ni habari ya uwezo wa mwananchi kuendelea kuishi kwa heshima, na kwa sababu hiyo leo tunapaswa kusema ukweli kwa uwazi, kwa takwimu na kwa ujasiri. Watawala batili wa CCM, hata katika ubatili wao, ni lazima waambiwe kwa nguvu ya umma, na umma uwalazimishe kufanya kile kilicho cha haki na ambacho wananchi wanakitaka ili kuwapa ahueni ya maisha. Ndugu wa Tanzania, kwa mujibu wa takwimu za EWURA za mwezi Aprili, bei elekezi ya mafuta zimefikia viwango kama ifuatavyo: petroli shilingi 3,820 mpaka shilingi 4,017. Hii 4,017 nazungumzia Tarime, nazungumzia Kigoma, nazungumzia maeneo mengine ya kanda ya Ziwa. Bei ya diesel imefikia shilingi 3,806 mpaka shilingi 4,003 kwa lita. Na ikumbuke kwamba siku 10 tu zilizopita bei ya diesel ilikuwa shilingi 2,854. Kwa hiyo imepanda kwa zaidi ya shilingi 1,000 kwa lita, na maeneo mengine 1,000 na zaidi. Bei ya mafuta ya taa kerosene shilingi 3,500 mpaka shilingi 3,882. Hizi sio namba za karatasi. Hizi ni takwimu za ofisi, sio takwimu za ofisi tu. Hizi ni namba zinazogeuza kuwa nauli ya daradara. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa bei ya unga sokoni. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa gharama ya kusafirisha chakula. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa mzigo wa maisha kwa kila kaya ya Kitanzania. Kwa hiyo anayesema bei ya mafuta ni mafuta tu hajui maana ya uchumi wa mwananchi. Kwa Tanzania ya leo, mafuta yakipanda bei, nauli hupanda. Nauli zikipanda, chakula hupanda bei. Chakula kiisha panda bei, biashara ndogo huumia. Biashara zikiumia, mapato hushuka. Mapato yakishuka, huku bei zikipanda, maisha ya mwananchi kuingia kwenye mtego wa maumivu makubwa. Hapa ndipo bei ya mafuta hugeuka kutoka kuwa takwimu na kuwa mateso ya kila siku kwa mwananchi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Chadema ndio chama kinachoweza kusema ukweli kwa niaba ya wananchi, na ni lazima tuseme ukweli wote. Serikali yenye uhalali, na hapo tunasema kama kungekuwa na serikali yenye uhalali wa watu, huwajali na kuwaonea huruma wananchi wake. Dunia inaweza kuanzisha mshtuko wa bei ya mafuta, lakini serikali inayowajali watu wake ndio huamua wananchi waumie kwa kiwango gani.
Na hii ndiyo tofauti ya kisingizio cha uongozi uliopo. Serikali inapaswa kutatua kero na kuhakikisha maisha ya wananchi yanakuwa nafuu, huku huduma zikiwa zinapatikana kwa urahisi na kwa unafuu. Serikali haipaswi kulalamika na kutoa visingizio kwa mambo yanayotokea sehemu nyingine bila kugeuza ama kuchukua hatua za kuhakikisha wananchi hawaathiriki kwa kiwango kikubwa. Mambo yanayotokea huko kwingine, serikali makini inapaswa kujipanga na kuwa tayari kukabiliana na majanga na mambo mengine bila wananchi wake kuathirika. Ni dhahiri sasa, serikali isiyo na kibali cha watu haiwezi kuwajali watu wake, maana haijaona, haijioni wala haiwezi kuwajibika kwa watu. Ndugu wa Tanzania wenzangu, katika uchambuzi wa bei ya petroli kama tulivyoeleza hapo juu, kuna sehemu ya gharama ya kimataifa, lakini kuna sehemu kubwa ya mzigo ambao unatokana na kodi na tozo mbalimbali za ndani ya nchi. Na hapa ndipo ninapoomba Watanzania wanisikilize kwa makini. Gharama ya kununua mafuta ya petroli au dizeli kwa lita inaitwa FOB, yani ukinunua kabla ya kuyasafirisha, inakadiriwa kufikia shilingi 1,800 mpaka shilingi 2,000 kwa lita. Gharama ya kusafirisha ambayo ni freight and insurance inakadiriwa kuwa shilingi 150 kwa lita ya Kitanzania. Kwa ukijumlisha hapo ni kama shilingi 2,100 kwa lita moja. Hapo mafuta yameisha safirishwa, yamefika mpaka Tanzania. Kwa hiyo ndio bei ambayo ilipaswa kuwa inauzwa pump price kama kusinge kuwa na tozo na kodi mbalimbali. Sasa kwa nchi yetu, ukichukua jedwali la tozo na ushuru mbalimbali na kodi, zinakadiriwa kufikia 16. Kwa mfano, petroleum levy kuna takriban shilingi 400. Ushuru wa bidhaa, yani excise duty, takriban shilingi petroleum levy ni shilingi 300. Ushuru wa bidhaa, yani excise duty, kuna shilingi 400. Fuel levy takriban shilingi 500. OMC margin shilingi 300. Retail margin shilingi 170. Hapo kuna kodi zinaitwa demurrage, kuna railway levy na kodi nyingi rukuki ambazo zinawekwa kwenye kila lita moja ya mafuta. Lakini uchambuzi wa kina unaonyesha jambo moja la msingi kabisa. Kila shilingi 100 anayolipa mwananchi kwenye mafuta, takriban shilingi 31 ni tozo, ushuru na levi za ndani. Kwa tukienda kununua mafuta kwenye kituo cha mafuta, tukitoa shilingi 3,800 kwenye kila shilingi 100 uliotoa kwenye hiyo shilingi 3,000, kuna shilingi 31 ambazo ni tozo na kodi mbalimbali. Hiyo ina maana kwamba takribani 31% ya bei ya mwisho ya mafuta ni mzigo wa kodi na tozo ambazo zinachukuliwa na serikali. Na sio hilo tu, uchambuzi pia unaonyesha kuwa sehemu ya gharama zisizo za kodi, yani miundombinu ya ndani ya usambazaji, yani visivyo vya kikodi, ni takribani 4%. Kwa hiyo ukijumlisha ile 31% na 4%, kwa kuna karibia 35% ambazo zinachukuliwa kwenye haya mambo ya logistic, usafiri wa ndani na tozo mbalimbali.